Nambari 1 ni CCM. Jamani, nambari 1. Nambari 1. Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Meru mkoani Arusha kimempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa CCM Taifa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uamuzi wake wa kupunguza matumizi ya mafuta serikalini kwa kuanza na ofisi yake, hatua aliyotangaza Aprili 8 mwaka 2026. Akizungumza na Mwenezi TV, katibu wa siasa na uenezi wa CCM wilaya ya Meru Kennedy Danford Mpumilwa amesema uamuzi huo unaonyesha uzalendo, uwajibikaji na dhamira ya dhati ya rais katika kusimamia rasilimali za taifa kwa manufaa ya wananchi wote. Amesema hatua ya viongozi wakubwa kupanda basi moja badala ya kutumia magari mengi ni mfano bora wa kuigwa kwa taasisi zingine za umma na sekta binafsi, hasa katika kipindi ambacho dunia inapambana na changamoto za kiuchumi. Vile vile katibu mwenezi wa CCM wilaya ya Meru mkoani Arusha Kennedy Danford Mpumilwa amesema anaunga mkono juhudi hizo na kuwashauri watendaji wa serikalini katika ngazi zote kuiga mfano huo na kwa ufanisi mkubwa zaidi. Kwanza kabisa tutegemea kwanza ni maamuzi magumu yaliyofanya kwa maslahi mapana ya taifa na wananchi kwa ujumla, kuona kwamba ni jinsi gani tunaweza kupunguza gharama za uendeshaji wa serikali ili gharama hizo basi ziende kukompensate kufidia gharama mambo mengine ya uendeshaji wa nchi. Lakini la pili, kumbuka kwamba msafara wa Mheshimiwa Rais na msafara mingine ilikuwa na gari 30-40 ambazo Mheshimiwa Rais ameona hazina maana. So pale kuna posho za mazeva zimefutika, mafuta ya magari haya yamefutika. Magari haya kumbuka kwamba yanafanya kitu kinaitwa depreciation, kupungua kwa thamani, matumizi ya matairi na nini yanafutika. Kwa hiyo unakuta ni hatua moja kubwa sana ambayo inaweza kupunguza gharama nyingi na ikasave fedha nyingi ambazo sasa tunaweza kwenda kufanya shughuli nyingine za maendeleo katika nchi yetu. Kwa hiyo unakuta Rais Daktari Mama Samia Suluhu Hassan ambaye pia mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa ameona ni jinsi gani ambavyo afanye maamuzi magumu kama haya. Na ijulikane kwamba maelekezo kama yale kwa Mheshimiwa Rais ni maelekezo. Sasa kama yeye Mheshimiwa Rais ameelekeza kuwa na gari chache yazidi hata 10, je, watu wengine wanataka kufanya nini? Kwa hiyo Mheshimiwa Rais akitoa maelekezo, akiongea kitu ni maelekezo na lazima watu wafanye kazi. Sisi kama wananchi na wananchi wa wilaya ya Meru na personally kama mimi Kennedy Mpumilwa, nimefarijika sana maamuzi kama haya makubwa. Lakini nani wa kuambia wananchi? Sisi kama viongozi wa chama, sisi kama wana CCM ambao CCM linasimamia serikali, lazima tuwaambie wananchi kazi nzuri inayofanywa na Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, inayofanywa na viongozi wetu wa serikali, kwa sababu wale ndio sisi kama chama tumewatuma wafanye kazi hiyo. Kwa hiyo tunarudisha majibu kwa wananchi, kwa sababu sisi ndio tuliomba kula, sisi ndio tulipiga kampeni tukiwaombea kula. Kwa hiyo kama tunapigia kampeni kuombea kula, wanaofanya mambo mazuri lazima turejeshe mrejesho kwa wananchi, wananchi waweze kujua kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi inaongozwa Daktari Mama Samia Suluhu Hassan inafanya nini. Aidha, amewahimiza wananchi kuendelea kumuunga mkono Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mageuzi mbalimbali anayoyafanya, akisisitiza kuwa hatua hizo zinalenga kuimarisha uchumi wa taifa na ustawi wa Watanzania kwa ujumla. Sisi cha msingi ni kumpa ushirikiano mkubwa, kumsaidia, kumlinda, kumsemea vizuri, lakini pia na kumuombea kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu yenye baraka, hekima na busara katika kuiongoza nchi. Ni marais wachache duniani wanaweza kufanya maamuzi kama Mheshimiwa Rais aliyoyaongea. Kwa hiyo haya kwangu yalikuwa ni maoni yangu kuhusiana na swala la mafuta. Lakini pia nimeona wabunge kule bungeni wamechachamaa, wanaongea kwamba serikali iangalie jinsi gani ya kupata kufanya ruzuku ili kuhakikisha kwamba nchi yetu pia inaepuka na hili. Na hili sio kitu cha kwanza, kwa sababu kuna mwaka 2021 nafikiri kama sio 22 ilitokea upungufu wa mafuta. Nakumbuka Mheshimiwa Rais kipindi hicho alikuwa Dr. Magufuli pia alifanya punguzo la tozo, na baadaye akawa ametoa ruzuku kwa pesa kiasi fulani. Nakumbuka kila mwezi kuna tolewa karibia bilioni 100 ili kuhakikisha wananchi hawateseki. Lakini pia nimshukuru sana pia kwa mwenezi wetu wa taifa wa CCM, juzi naye ametoa ushauri kama chama kwenye serikali kwamba waangalie ni jinsi gani ya kuweza kutoa ruzuku ili kwenye mafuta ili wananchi wasiteseke. Hili swala si la Tanzania tu, na watu wasema kwamba Tanzania, hapana. Tumeona Ulaya, nchi za Marekani, Uingereza, mafuta yamepanda bei.
tumeona Zanzibar, Zambia, tumeona Kenya, tumeona Uganda, imepanda zaidi ya sisi. Kwa hiyo nachoweza kusema ni kwamba tusiliongelee kwa ubaya, badala yake tuwashukuru viongozi wetu kwa hatua wanazofanya kuhakikisha kwamba swala la mafuta linapungua bei, na likipungua, sababu ukipandisha mafuta obviously kila kitu kitapanda bei. Kwa hiyo mimi nisema kitu moja kwamba nafarijika sisi kama wananchi tu wavumilivu kwa kipindi hiki kigumu, lakini pia tuendelee kuiombea serikali yetu, na kama tunaweza kutoa ushauri tuendelee kutoa ushauri. Lakini kumbuka Chama cha Mapinduzi nacho kupitia msemaji wake ambaye ni katibu mwenezi wa CCM Taifa ameshauri serikali ya CCM kuangalia jinsi gani ambayo inaweza kufanya kuweka ruzuku kupunguza ukali wa maisha kwa kipindi hiki ambacho vita zile za nchi za magharibi zikiendelea, basi wananchi wa Tanzania wasipate shida. Kwa hiyo kwa hayo machache niseme kwamba sisi tuendelee kuwa wamoja, tuendelee kupendana na tuendelee kufanya maamuzi magumu. Maamuzi aliyofanya yale magumu sana. Waswahili wanasema huwezi kula chips mayai bila kuvunja yai. Kwa hiyo ule ni maamuzi magumu, kupunguza msafara, kuokoa wananchi wa Tanzania waendelee kuwa na maisha mazuri. Hayo ni maamuzi magumu, na hiyo ndio maana yake kwamba huwezi kula chips mayai bila kuvunja yai. Asante sana. Ndani ya serikali tuna matumizi makubwa sana ya mafuta. Magari ni mengi, safari zetu ni nyingi. Niwaombe sana tuanze kupunguza matumizi ya mafuta. Tunaanza kupunguza matumizi ya mafuta. Nami naanza na ofisini kwangu. Ninapotembea, maafisa wote, wakubwa wote na magari yao nyuma wananifuata. Kuanzia sasa ninapokwenda kokote, wote nitawaingiza kwenye kibasi kimoja. Msafara utakuwa escort yangu, ya polisi na yangu na gari ya akiba nyuma. Wanaobakia wote nawaingiza kwenye kibasi kukata matumizi ya mafuta. Nambari 1 ni CCM. Jamani, nambari 1. Nambari 1.